Mjadala umeibuka mtandaoni baada ya kusambaa kwa taarifa ya kwamba Tanzania ina mpango wa kuuza sehemu ya hifadhi zake za dhahabu. Kama kawaida, mjadala huo umeibua hisia tofauti sana mtandaoni. Wapo ambao wanasema kwamba Tanzania inaelekea kufilisika, wapo ambao wanasema kwamba tunaelekea kuwa na hali ngumu sana ya kiuchumi. Na kabla hujafika kwenye hiyo conclusion, naomba nikupe facts kwa muktadha mpana zaidi wa kiuchumi. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni kutoka Benki Kuu, yani BOT, ni kwamba nchi hii Tanzania ina akiba ya fedha za kigeni yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 6.7. Akiba hii inatosha kugharamia uagizaji wa bidhaa kutoka nje kwa takriban miezi mitano, ili hali kiwango ambacho kinakubalika kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni miezi 4. This means Tanzania haina changamoto ya fedha za kigeni wala haiko kwenye hatari ya kushindwa kuagiza bidhaa au kuhudumia madeni yake ya kimataifa. Ili kufikia Disemba 2025, yani last year with the last month, Tanzania ilikuwa ina akiba ya hifadhi ya dhahabu zenye thamani ya trilioni 3.3. Kwa kuzingatia ongezeko la thamani ya dhahabu duniani hivi sasa, pengine ninavyokuambia right now, thamani ya ile reserve ya dhahabu tuliyoko tunahifadhi Benki Kuu pengine imevuka mpaka trilioni 4. Mpaka hapo ningependa uelewe kitu kimoja, ya kwamba dhahabu ni rasilimali muhimu sana kwa taifa letu, kwa sababu kwanza linasaidia kuimarisha uchumi wetu, lakini pia inaipa serikali option ya kufanya maendeleo bila kutegemea mikopo. Sasa kwa kuzingatia hizo hoja mbili ambazo nimekuwasilishia hapo, ni muhimu ukitambua ya kwamba Tanzania haipo kwenye crisis ya kiuchumi, na wala huo uamuzi hauhusiani eti ya kwamba serikali imeshindwa kufanya majukumu yake ya msingi au haina fedha kiasi kwamba inahitaji kutumia dhahabu. Hapana, huu ni mkakati tu wa kiuchumi. Now let me take you back to history. Usije ukafikiria kwamba hii reserve ya dhahabu imeanza kuwekwa leo au jana. Hili jambo limeanza mwaka 2023. Pale ambapo Rais Samia aliamua kuanza kuifanya Tanzania ijitegemee kiuchumi kwa kutumia rasilimali zake, ambapo alibadilisha sera za madini. Tumekuwa tukielekezana hapa kila siku. Kama wewe si mgeni hapa, utakuwa unafahamu kwamba reserve ya dhahabu haijaanza kuwekwa leo. Kwa sio kwamba eti inapoenda kuuzwa sehemu yake kidogo ili tuweze kufanya vitu fulani kwamba tunafilisika, kwa sababu hatujaanza kuhifadhi dhahabu leo. Ni tangu mwaka 2023 Rais Samia aliyaona haya yanayoendelea sasa hivi na akaamua kuweka hiyo reserve. Wote nyinyi ni mashahidi, dunia nzima inashuhudia namna ambavyo misaada ya kimataifa inazidi kupungua. Nafikiri umeona uamuzi wa serikali ya Marekani kujiondoa kwenye misaada United Nations. Maana nchi zote ambazo zilikuwa zinategemea misaada kutoka United Nations nazo saizi zinaisoma namba. So lucky for us Tanzanians, tulikuwa tuna reserve ya dhahabu. Kwa sababu as we speaking, misaada ya kimataifa imepungua kwa 17%. Manake kila nchi ambayo ilikuwa inapanga bajeti zake ikitegemea kile asilimia kadhaa cha misaada, sasa hivi huko wanatafuta nini cha kufanya. Ila lucky for us tuna reserve ya dhahabu, ambapo maono haya aliyaona mwenyewe Rais Samia Suluhu Hassan mwaka 2023. Aliamua kidogo kidogo kila dhahabu itakayokuwa inachimbwa asilimia kadhaa Benki Kuu itainunua, itahifadhi. Na nilifafanua kwenye some clip way back kwamba ukiangalia na vita vinavyoendelea duniani ambavyo rais wa Marekani hata biriki anadiondoa, nikasema kabisa guys, tumpongeze rais kwa kwanza kuweka reserve ya dhahabu. Hakika tunafahamu pia hii ilikuwa ni moja ya ndoto ya kila mzalendo, ya kwamba Tanzania ina madini mengi, Tanzania ina rasilimali nyingi, inapaswa kujitegemea. So where is the problem sasa hivi ambapo sasa Tanzania inaanza kujitegemea kwa kutumia rasilimali zake? Shida iko wapi? Wakati hiki ndicho ambacho tulikuwa tunamzana kwamba kwa nini tunakopa wakati tuna rasilimali nyingi. Sasa tatizo liko wapi tukianza kuzitumia hizi rasilimali badala ya kutegemea misaada? Kwa mantiki hiyo ni kwamba uamuzi wa Tanzania kuuza sehemu ya akiba yake ya dhahabu sasa hivi sio kwamba tuna njaa, sio kwamba tuna shida sana, sio kwamba tuwezi kujikimu. Ni kwamba tunajaribu kuteka advantage ya kile kinachoendelea duniani, kwa sababu bei ya dhahabu duniani imepanda. Na sisi kama tuna dhahabu, tusipoiuza wakati huu tutauza wakati gani? Kwa hiyo wakati huu ambao dhahabu iko juu hapa ndiko ambapo sisi tunateka advantage ya kuiuza kwa bei ya juu ili tuweze kufanikisha miradi yetu ya maendeleo kwa muda mwafaka. So there is no problem at all. Na kwa kuhitimisha, naomba nikujulisha ya kwamba
kutoka kwenye haya mabadiliko ambayo Rais Samia aliyafanya mwaka 2023 mpaka leo hii, wachimbaji wote wa dhahabu wamewekewa sheria ambayo inawapasa 20% ya dhahabu watakayoipata waiuze kwenye soko la ndani, ambako mnunuzi ni nani? Ni Benki Kuu, ndiye ambaye anainunua na kuihifadhi. Kwa maana hiyo usifikirie kwamba tunapouza hiyo sehemu ya akiba tulionayo kwamba sasa kule Benki Kuu dhahabu yote inaisha, kwa sababu as long as dhahabu bado inachimbwa, basi ujue kwamba ile reserve yetu bado ipo na itaendelea kukua. Kwa hiyo I'm trying to tell you kwamba uamuzi huu ni sahihi kwa wakati sahihi. Tanzania inafanya hiki kitu ikiwa na tahadhari za kutosha na tunaangalia masuala ya muda mrefu, lakini kubwa zaidi ni kwamba Tanzania inaelekea kwenye ile njia ya muda mrefu ambayo wazalendo wote walikuwa wanaitaka, ambayo ni Tanzania inayojitegemea.